Kavu. So kabla hapa kwenye hali ya kavu, tukirudi kwenye hii hali ya hedhi ya kawaida. Hali ya kawaida ya hedhi ya kawaida ambayo iko normal ni atumie pedi ngapi kwa siku? Hapo siwezi kusema kwa sababu pedi hizi na zenyewe au manufacturers wako tofauti. Ndio maana tukuta hata katika vyombo vya habari mwingine anakuambia bwana hii unashinda mkavu wakati wote. That means kwamba kuna nyingine ambayo kwa hivyo kwa zibe tofautiana. Kitu mwanamke anaweza kuangalia kwa sababu kila mwanamke ana aina ya pedi ambayo yeye anaitumia. Sasa ataangalia kawaida yake yeye anatumia pedi ngapi. Kwa kawaida. Sasa labda chukue mfano anatumia pedi 3. Nachukua mfano tu. Alafu ikatokea kwamba sasa sio 3 tena zinakwenda mpaka 6 7. Tayari inaonyesha kwamba kwa sababu kinachomfanya abadilishe pedi ni kwamba anaona ule unyevu umezidi. Kwamba sasa mambo yasije kama magumu anabadilisha. Sasa ule ubadilishaji unakuta kwamba amebadilisha zaidi kuliko ile kawaida yake. Kwa hiyo ndio kanuni ya kuweza kujua kwamba hedhi zake kwenye ile eneo la kutoka, kwa sababu inaweza kuwa ni ndani ya siku 7, kipindi cha siku 7 hiki ambacho nimekieleza, lakini zinazidi. Yaani maana yake pedi anabadilisha nyingi zaidi. Yaani hawi mkavu muda wote. Kila wakati analazimika kubadilisha pedi. Wakati hapo nyuma ilikuwa ni tofauti. Unaweza kutumia pedi chache sana kwa kipindi chote cha hedhi. Kwa hiyo haijalishi, unaweza kuwa unaenda siku 5 tu lakini zinatoka nyingi sana. Kwa sababu kwa kawaida tunasema kitaalamu zisizidi ile hedhi inayotoka isizidi mililita 800. Sasa huwezi kuipima kwamba ujaze mahali fulani. Ndio maana nikasema lazima kuangalia mililita 800 katika mfumo katika siku zote zile. Kwa sababu mililita 800 maana yake inapungua kidogo tu kufika lita 1. Kwa sababu lita 1 ni mililita 1000. Naam. Sawa, hiyo dalili ya pili. Kwa hiyo hii dalili ya hedhi kuzidi inakuwa hivi. Kuna ile ambayo inapitiliza siku kabisa, anakwenda zaidi ya siku 7. Lakini kuna ile kwamba hata kama ndani ya kipindi hicho bado inakuwa inatoka nyingi. Hizo ndio abnormal periods. Lakini hapo kuna zile hedhi ambazo mwanamke anapata mara 2 kwa siku. Anapata mara 2 kwa mwezi, sio kwa siku. Kwa mwezi, yes. Kwa sababu kwa kawaida mwanamke kwa mwezi anatakiwa experience ile menstrual period. Hizo hedhi zake mara hii moja. Sasa kuna wale ambao wanapata hedhi mara 2. Tunasema bleeding between periods. Katika mwezi mmoja. Katika mwezi mmoja. Kabla tujakwenda hapo Dr. Samani, turudi kidogo nyuma. Katika hili la utokaji wa damu hizo ambazo wanasema nyingi sio za kawaida na za kawaida. Kuna wengine anatoka damu nzito kama bonge, wengine kama maji, wengine mchanganyiko. Ipi ambayo iko sawa kiafya? Iliyo sawa kiafya ni ile ambayo haitakiwi kuwa na clots nyingi. Clots kwa maana yale mabonge. Halafu mwanzoni wakati anaanza kuingia hedhi, anatakiwa inatoka kama vile amejikata kidole ule wekundu wake. Halafu baada ya inapoendelea ni siku za mbeleni huko ndipo ianze kubadilika rangi kidogo na kwenda pale na brown. Lakini kama anaanza leo inatoka nyeusi, hiyo damu inatoka nyeusi na kuendelea, hilo linaweza kuwa tatizo kutoka nyeusi au ikatoka brown. Siku ile ya kwanza inatakiwa itoke ile damu mbichi. Siku ya kwanza anapo experience hiyo hedhi. Alafu baadaye ndipo yaendelea kubadilika. Lakini haiko katika mfumo wa mabonge na isiwe inakuwa kawaida, isiwe na clots zile zinakuwepo kwa kiwango fulani. Lakini zinatakiwa ziwe kidogo sana. Sio ile mabonge kama kuna sababu wengine wanapata mabonge kabisa yanakuwa kama vijiminofu hivi. Au vijimaini. Lile ni tatizo. Na linakuwa linaashiria kwamba kuna shida mahali fulani katika mfumo wake wa uzazi. Na utokaji huo wa damu nyingine zinaambatana na maumivu. Ndio nakwenda huko. Hapa nilikuwa naeleza zile tunasema abnormal periods. Hedhi zisizo za kawaida. Hizo za maumivu tunakuja huko. Nataka niende taratibu kuzieleza zile dalili. Kwa hiyo tatizo hili la kutoka hedhi mara 2 tunaita metrorrhagia kitaalamu. Tunaita metrorrhagia. Hii ni lugha ya wenzetu kwa sababu lugha ya kidaktari inatoka katika Kiingereza, sio Kiswahili. Kwa hiyo wakati fulani lazimika na tena sio Kiingereza tu, kwa sababu hata Waingereza wamebadilisha baadhi ya maneno yakaja katika Kiingereza, lakini ukienda kuna lugha zake za asili. Naam. Dalili ya pili
ni ile hedhi kutoka kidogo sana. Yaani mwanamke sasa, hii maana yake ni kwamba mwanamke anapata hedhi nyepesi sana kiasi kwamba hata pedi yake yani haipati msukosuko. Halafu inatoka kwa kusuasua. Inaweza katoka leo na kesho kutwa ikawa haionekani kabisa, kesho kutwa mtodogoo ikatoka tena. Kiasi kwamba mwanamke hawezi kujua kwamba sasa imekata au inaendelea. Mpaka pala kikaa kama siku 3-4 hivi anakuta kimya, anaona sasa kumbe nimemaliza. Kwa hiyo inatoka kwa kusuasua namna hiyo. Tatizo hili tunaita oligomenorrhea. Ijapokuwa hili linaenda sambamba na kubadilika kwa tarehe. Yaani mwanamke anakuwa hana ile tunaita constant menstrual period, kwamba kila mwezi anapata tarehe ile. Tarehe zinabadilika sana. Kiasi kwamba si rahisi hata kama anataka kupanga uzazi kwa njia ya kalenda, haiwezekani kwa namna hiyo. Kwa sababu atatakiwa kupambana na hii changamoto ya kuhakikisha ana monitor zile tarehe kila wakati, kitu ambacho si kitu rahisi sana. Kwa hivyo, lakini bado hili tatizo la oligomenorrhea linaashiria kwa kiwango kikubwa kwamba kuna shida katika mfumo wa uzazi wa mwanamke huyu. Na si rahisi mwanamke wa namna hii kupata watoto. Si rahisi kwa sababu kinachotokea ni kwamba mtu akiwa na oligomenorrhea, kwa mfano, hili tatizo nimeeleza na adokeza tu kwa sababu tutakuja kuyazungumza hayo siku sasa. Ni kwamba kuna kitu ambacho kitaalamu tunaita confused messages. Kwa sababu mfumo wa uzazi unatawaliwa na hormones. Vichocheo tunaita katika lugha ya Kiswahili au chachu. Kwa sababu huwezi kuamua mwanamke kwamba sasa yai litoke, au kwamba sasa baada ya kuwa limetoka sasa lisitoke. Ni hormones ndio zinafanya hizo kazi. Sasa kukitokea mparaganyiko ambao tunaita hormonal imbalance. Tutakapoingia kwenye sababu tutaeleza haya, lakini nataka tu nidokeze ili wajue ninaposema dalili hii inamaanisha kuna shida kwenye mfumo wa uzazi, ninakuwa namaanisha nini. Nadokeza hii alafu tutaendelea na dalili nyingine. Kama ilivyo itakavyokuwa kwa dalili nyingine ambazo tunakwenda kuzitaja, ni kwamba nyuma yake kunakuwa na tatizo. Hizi ni dalili tu. Kwa hivyo dalili hiyo kweli mara nyingi ukienda kupima utakuta kwamba tatizo lile ambalo kuna dhaniwa kwamba lipo kweli unakuta lipo. Okay, sasa oligomenorrhea huwa inasababishwa na kitu fulani tunaita confused messages. Kwa sababu lazima kuwe na mawasiliano kati ya pituitary gland, hypothalamus na ovaries. Ovary ni miji ya mayai. Sasa pituitary ni tezi. Hypothalamus pia ni tezi kubwa. Hizo zote ziko katika ubongo. Sasa hizi zinatakiwa zitumiane jumbe in a specific way, yani kwa utaratibu maalum. Na katika kule kutubiana jumbe ndio kunafanya sasa mfumo wa uzazi wa mwanamke uende sasa. Kwa sababu ovaries zitapata taarifa kwamba sasa yai ilitoke. Of course itatoka, lakini ovaries nazo ziko pia katika mfumo wa matezi. Huwa zinatokeza homoni za kwake zenyewe. Tunaita estrogen. Na hii ndio inaandaa sasa tumbo la uzazi, yani katika ule ukuta wa uzazi tunaita endometrium. Ukiangalia katika ule mfumo wa uzazi wa mwanamke utaona huo ukuta unaitwa endometrium. Sasa inaandaa ujenge rutuba, kwa maana kwamba kama yai lile litarudishwa na mbegu ya mwanaume, basi kuna mahali pa kujipandikiza ambapo mtoto ataendelea. Sasa kukitokea mkanganyiko katika zile jumbe ambazo hivi vitu vitatu vinatakiwa vitumiane, hypothalamus, pituitary na ovaries, ndipo sasa hata hedhi yenyewe itatoka kwa ajabu ajabu. Itatoka hivi kwa sababu pale hakuna mawasiliano ya mtiririko. Na ikishakuwa hivyo si rahisi kupata ujauzito kwa mwanamke. Mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki sasa hivi anaweza kuwa na maswali najiuliza, daktari, kitaalamu, mpaka ile hedhi inatoka, ni kitu gani ambacho kinatengenezwa kule? Ili zile hedhi ni ile damu ambayo inatoka, ile ni mayai yale yanatolewa, ni uchafu ambao umekusanywa, unakuwaje kila mwezi, je tarehe ile kuna mahesabu gani mpaka tarehe ile ikifika kama siku moja tu katika muda ule ile inatoka? Na kwa nini damu sio maziwa mtu kama maziwa, au kwa nini sio mbegu ambazo zinamiminwa kule na wanaume, labda zinahifadhiwa? Sasa zile mbegu mtoto kukamata mtoto, mbegu zirudi azione kwa mwezi, anaona damu. Okay. Nini? Swali hili la msingi sana, kwa sababu japokuwa sio siku yake lakini lazima niguse.
hedhi inapatikana. Hilo ndio la kwanza. Hedhi kama nilivyosema, katika utaratibu wa kawaida wa utendaji wa zile hormones ni kwamba wakati yai linapopevuka, ambapo hiyo ndio tunaita ovulation period, wakati huo tumbo la uzazi katika ukuta wake ule ambao tunaita endometrium linajenga rutuba. Lugha hii ya Kiswahili inaweza kueleweka. Inajenga rutuba, unanenepeana kabisa. Mle ndani kunakuwa kumejaa damu na cells mbalimbali za kutosha. Yale yalikuwa ni maandalizi ya sehemu ya kwanza ya mtoto kuanza kuishi. Kwa maana ya kwamba ikiwa yai hili litarutubishwa na mbegu ya mwanaume, lije lijipandikize katika endometrium. Sawa eh? Na pale pale mahitaji yake mtoto aanze kuyapata kutoka katika ule ukuta. Sasa inapotokea kipindi kile cha kusubiri yai kujipandikiza kimepita, hormones hizo hizo zinatoa signal kwamba sasa kipindi kimefanya nini? Kimepita. Kwa hiyo ule ukuta una break, yani sijui lugha ya Kiswahili tunasema unavujisha. Kwa mle kutatoka damu na seli mbalimbali sambamba na yai ambalo limeharibika alikurutubishwa. Sasa ule mchanganyiko ndio component ya hedhi ambayo ile ni damu. Lakini sio damu tu peke yake, kuna cells mbalimbali ndani pamoja na hilo yai ambalo halikurutubishwa. Ndio damu ya hedhi. Kimsingi ule ni uchafu. Sababu yai lenyewe limeharibika. Hii sasa sio ile ambayo inafaa, ndio maana mwili unai spill out, inatoa. Vipi kwa wale kina dada ambao wanatumia vitu mbalimbali kukata hiyo hedhi ili waende kufanya biashara yao ya kuuza mwili, ama mwanaume ambaye yuko na mkewe hataki mkewe apate hedhi, ikifika wakati bana mimi wangu niko kwenye hedhi, weka hivyo mambo, wanaweka sijui limau sijui vitu gani, magadi sijui, tunasikia vitu vya ajabu ajabu ili kukata hiyo. Hiyo ninafahamu kwamba vitu kama hivyo vinafanyika, lakini hiyo ni abuse, kwa sababu Mungu ameweka utaratibu, mfumo wa uzazi ufanye kazi vile ambavyo yeye amekusudia. Sasa interference yoyote kwenye nature mara nyingi huwa ina madhara, na madhara yake ni makubwa. Sasa hawa watu wanaweza kufanya chochote wanachoweza kufanya, lakini ina madhara hasa pale watakapokuwa wanatafuta mtoto. Inaweza kuwa kazi kwa sababu mfumo unataka kufanya kazi katika utaratibu wake wa kawaida. Wewe na mwenzako kwa sababu tu ya mambo yenu ya kawaida kabisa mnazuia kwa njia mbalimbali za nguvu. Mara nyingi hii inaweza kuja kuleta tabu huko mbele. Tuende kwa dalili nyingine. Na dalili nyingine ni mwanamke kupata hedhi zenye maumivu. Mwanamke kupata hedhi zenye maumivu kwa sababu kwa kawaida mwanamke hedhi yake inatakiwa itoke katika utaratibu wa kawaida wa tarehe zake na kusio na maumivu. Na maumivu ninayozungumza hapa sio ile ya kawaida, kwa sababu kuna maumivu mengine ya kawaida yale ya kuashiria kwamba mwanamke ameingia katika kipindi chake. Lakini haya katika lugha ya Kiingereza tunasema significantly painful, yani maumivu makali kiasi mwanamke anatamani hata kwenda kununua pedi. Na hizi pain killers, dawa za kuua maumivu. Na hapa hatushauri kwamba wanawake watumie hiyo dawa za kupunguza maumivu. Pengine kwa faida ya wasikilizaji ningeeleza mwanamke afanyeje. Mwanamke ambaye anapata hedhi zenye maumivu anapaswa kwanza kutumia kabisa vinywaji vya baridi. Lakini pia kama maumivu yamezidi anaweza kutafuta kitu kama kitambaa au kipedi fulani hivi akakipasha joto, anaweka sehemu ile ya tumbo la uzazi, tunasema chini ya kitovu pale, anaweka. Isipokuwa tunachoshauri asipitiwe na usingizi kikiwa pale. Na anatakiwa kuepuka sana vinywaji vya caffeine. Nadhani mnafahamu wenyewe vinywaji vya caffeine ni vipi. Na kitu kingine mwanamke anapaswa kupata yale tunasema mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi, au ni mtu wa mazoezi kila asubuhi mepesi. Maana mazoezi yakizidi inakuwa ni tatizo. Hii inaweza kuwa ni huduma ya kwanza. Lakini kwa wale ambao sasa ndio limemkamata, anatakiwa kuchukua maji lita 1 ya moto kabisa. Unakunywa kama unakunywa chai. Kunywa namna hii kama tunavyokunywa chai. So chai tunainywa ikiwa ya moto, ikipoa haifai. Sasa maji haya lita 1 na yanywa kidogo mpaka inaikwisha ile.
Lakini hiyo ni huduma tu ya kupunguza maumivu, lakini wakati huo utaacha madhara mengine, kwa sababu hivi vidonge vya kutuliza maumivu mara nyingi hatuvipendekezi kwa sababu sio tiba. Inazuia tu ile mishipa isipeleke taarifa kwamba kuna shida hii. Kwa sasa hizi hatuzipendekezi sana, kwa sababu mwisho wa siku zitakuja kuzua tena matatizo mengine katika mfumo wa uzazi. Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo ninaweza kuwa ni home care, kama huduma ya kwanza kwa yeye ambaye anapata hedhi zenye maumivu. Ulisema kukiacha kitambaa kikiweka asija kalala kakiacha pale. Kitokea bahati mbaya amelala, kina madhara gani? Kitapata ubaridi. Kwa sababu si hukumu ikipasha labda na maji na kitu chochote umepitiliza, kinaweza kupata ubaridi. Sasa ndio baridi, yani vitu vya baridi kwa ujumla havitakiwi kwa mwanamke ambaye ana hedhi. Na kwa nini havitakiwi vitu vya baridi? Siri hapo ni kubwa, kwa sababu kinachosababisha hedhi zikawa na maumivu ni vitu vingi. Ni vitu vingi sana. Inaweza kuwa ni uterine polyps, yani vijivimbe katika mji wa mimba, au inaweza kuwa ni endometriosis. Ni medical condition nyingine, ni tatizo hili la uzazi pia. Ambapo ile endometrial mucus, ile hali inayojenga rutuba katika tumbo la uzazi la mwanamke, inapokwenda kujenga mahali pengine. Mara nyingi unajenga katika mirija au miji ya mayai. Lakini pia mwanamke anaweza kuwa na tatizo tunaita premenstrual syndrome, au inaweza kuwa ni ile ni overactivity of prostaglandin hormone. Yani hormone ya prostaglandin inakuwa inafanya kazi kupita kiasi. Sasa hii huduma inapunguza hiyo hali, na baridi inafanya ile maumivu au zile clamping, kwa sababu hizo inakuwa ni clamps, ziwe kali zaidi kuliko ni akiwa katika hali ya joto. Kwa lile joto ndio linalosaidia kupunguza yale maumivu. Tatizo linabaki pale, lakini kumweka katika hali ambayo hatapata maumivu makali sana. Dalili ya 4? Dalili ya 4 ni kukosa hedhi kabisa. Mwanamke, so kwa kawaida kama nilivyosema, mwanamke anatakiwa kupata hedhi mara moja kwa mwezi. Sasa wanawake wengine anaweza kukata hata miezi 3 hajaona siku zake. Sasa hii nini maana yake? Mwanamke akipata hiyo, tunasema ana tatizo tunaita amenorrhea. Na hizi kwa aina mbili, labda kwa faida tu ya wasikilizaji. Kuna aina mbili. Ya kwanza tunaita primary amenorrhea. Hii ni pale ambapo binti ambaye tunategemea sasa angeingia katika desturi za wanawake, kwa maana kuvunja ungo, anakuwa amefika ule umri na hajaanza kuingia katika desturi za wanawake. Kipindi hicho ni kipindi cha miaka 16. So tunasema kwamba mpaka miaka 16 kama binti hajaanza kuona siku zake, basi ni wazi kwamba kuna shida katika mfumo wa uzazi wa binti huyu. Na mara nyingi matatizo yanakuwa katika mfumo wakati wa fahamu, ambapo unahusisha ubongo na uti wa mgongo. Sasa huyu hajawahi kuona hata mara moja. Amefika umri hajaona. Hii ndio tunaita primary amenorrhea. Sasa kuna secondary amenorrhea, ambayo hii ni kwamba mwanamke alianza katika utaratibu wa kawaida, akawa anaziona siku zake. Mwezi huu siku zake, kila mwezi anaona, afu ghafla tu miezi 3 hazioni tena siku zake. Huyu tunasema na secondary amenorrhea. Maana yake aina ya pili ya tatizo hili la kutokuona siku zake. Na kwa kweli wanawake ambao hawaoni siku zao si rahisi kupata ujauzito. Kwa sababu tunarudi pale kwamba kwa kuwa hedhi haitoki, maana yake hata yale maandalizi ya mahali pa kujipandikiza seria kama litarutubishwa yanapungua. Haya, na kurutubisha kwenyewe limerutubishwa saa ngapi? Kwa sababu kimsingi tunasema yai lenyewe hata kule kutoka halijatoka, kwa sababu mchakato katika mji wa mayai ndio unatoa taarifa kwenye tumbo la uzazi kwamba liandae mazingira ya rutuba. Naam. Kwa hiyo wanawake wote ambao hawaoni siku zao si rahisi kupata ujauzito. Lakini matatizo haya labda tu nieleze, kwa sababu isije kaka na watisha watu. Matibabu hayake hapo. Ni swala tu la busara la wewe sasa mwenye matatizo haya, baada ya kusikia hizi dalili, kufika katika vituo vya afya kupata vipimo na matibabu. Tumalizie dalili ya 5, alafu tutazame wanaume kwa wanawake. Najua ziko nyingi, lakini kwa leo tuingie kwenye 5 alafu tuje 5 kwa. Hii dalili ya 5 inahusisha matatizo katika mfumo wa hormones, yani vichocheo.
Mara nyingi mwanamke kama ana matatizo haya ya uzazi kwenye eneo hili la hormones, kwa maana vichocheo, atatokea vipele ambavyo tunaita acne, vipele fulani ambavyo kwa kweli dada zetu wanahangaika hata kutumia cream kuviondoa, kumbe ni tatizo tu hormones sasa, ambapo alihitaji tu matibabu yake. Lakini pia mara nyingi wanawake kama hawa huwa wanaota nywele mahali pasipo pasa. Anaweza kaota sehemu ya kidevu na sehemu nyingine ambazo mwanamke hapaswi kuota nywele. Nadhani naeleweka vizuri nikisema. Wanaume ndio wanaeleweka kwamba kifuani wanakuwa nazo, kwenye kidevu. Lakini sasa kionekana mwanamke na yeye anaonekana kuingia tena huko, basi kunakuwa na shida katika hormones. Lakini pia wanawake hawa mara nyingi zile chuchu zao zile akiminya namna hii inakuwa inatoa maziwa, lakini of course yale sio maziwa, ila vitu kama maziwa tunaita milk discharge. Sasa hivi ni viashiria kwamba mfumo wa hormones au vichocheo hauko sawa. Dalili nyingine kwenye eneo hili la kukosa kabisa kupungua kwa hormones linakuja pale ambapo mwanamke anakuwa hana kabisa hamu ya tendo la ndoa. Tunasema changes in sexual desire. Anakuwa yani hana interest, yani anatimiza tu wajibu kwa mume wake, yani hajisikii. Wakati fulani hali hii inaenda mbali zaidi hapo. Mwanamke anakuwa anasikia hata maumivu wakati wa tendo. Hii pia inaingia katika dalili za wale ambao hormones zao hazijakaa sawa. Maumivu haya yanaweza kuwa ni chini ya kitovu, lakini au kushoto au kulia, kutokana na ukweli kwamba sehemu hizi zinaweza kupata misukosuko. Maumivu haya yanaweza ya uzazi, lakini hili ninalosema maumivu wakati wa tendo la ndoa ni kwenye njia ya uke. Mwingine inakuwa